Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 254 awamu hii. Mtazamaji, huku Wakenya wakijiandaa kuweza kufanya maandamano ya amani ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu machafuko ya mwaka jana ya maandamano yaliyoongozwa na Gen Z. Sasa taarifa zimeanza kuenea kwamba serikali ya Kenya Kwanza iko na wasiwasi kuhusiana na maandamano hayo, ambapo sasa tumeweza kushuhudia yule ambaye ni msemaji wa serikali na mzungumzia Isaac Mwaura aliweza kufunguka na kuweka wazi kwamba sasa hakuna holiday siku ya Jumatano, akiweka wazi kwamba sasa wale ambao wanapanga kuifanya maandamano wanataka kuweza kufuruga biashara ya Wakenya. Hata hivyo, Wakenya wengi wajitokeza kwa wingi wakisema kwamba liwe liwalo, lazima siku ya Jumatano waweze kufanya maandamano, ambapo tumeweza kushuhudia viongozi wengi wa upinzani wakijitokeza na kuweka wazi kwamba wataweza kuunga mkono Wakenya ambao waliweza kufanya maandamano mwaka jana na kulilia haki ama kuweza kutetea haki zao. Hayo yanajiri wakati ambapo sasa serikali imeibua madai kwamba huenda viongozi wa upinzani wanataka kuweza kuwalipa vijana kuweza kufuruga kwenye maandamano haya ambayo yamepangwa kufanyika siku ya Jumatano. Ikumbuke kwamba vijana wa Gen Z mwaka jana waliweza kuweka historia, ambapo waliweza kuingia hata kwenye majengo ya bunge ya kuweza kuwafurusha wale ambao ni wabunge, jambo ambalo liliweza kuandikishwa kwenye historia. Mtazamaji, kwa maoni yako unafikiria kwamba je, maandamano ya siku ya Jumatano yatakuwa maandamano ya amani ama huenda mambo yakawa mabaya zaidi? Na je, mbona serikali iko na wasiwasi na maandamano ya vijana wa Gen Z? Ndio maswali ambayo Wakenya wengi wanajiuliza. La msingi, hakikisha kwamba umesubscribe ndani ya Bambika Media 254 ili uweze kupata habari moto moto pindi zinapotukia.